Suleiman Matola akiwa ameambatana na Captain Shomari Kapombe. Mchezo wa kwanza mpata ushindi wa magoli 3-0 mkiwa ugenini. Sasa kesho mpo nyumbani. Unadhani tayari mmekwisha kata tiketi ya kuingia kwenye hatua ya makundi kutokana na matokeo ya mchezo wa kwanza? Mimi nafikiri kwetu sisi ilikuwa nzuri kwa mechi ya kwanza kuweza kupata magoli 3, lakini naweza kusema bado hatujakuwa na uhakika wa kuingia. Tayari tumekushaingiza mguu mmoja kwa sababu tuna uzoefu na mashindano haya, na situation kama hii ilishawahi kutukuta. Kwa hiyo hatutaki kurudia makosa kama hayo. Kwa hiyo tunaenda kuingia kama tunakwenda kuanza mchezo upya katika mechi ya kesho. Wanakwenda kuanza upya mchezo wa kesho. Maswali kwa kocha Matola? Kocha, unaingia kwenye mchezo wa kesho ukiwa tayari na magoli 3 ambayo uliyapata kwenye mchezo wa ugenini. Ni namna gani unaenda kuapproach mchezo bila kupunguza umakini kwa wachezaji wako? Ni kweli tunaingia tukiwa tuna goli 3. Kitu cha kwanza kabisa tunahitaji tupate magoli mengine zaidi, lakini tusiweze kuruhusu goli hata moja. Kwa hiyo tutaingia kwa umakini mkubwa sana kwa kuweza kupata matokeo hiyo nyumbani, lakini tusiweze kuruhusu goli lolote katika upande wetu. Kocha, siku chache zilizopita Simba Sports Club imeteuliwa kuwa miongoni mwa vilabu ambavyo vinawania nafasi ya klabu bora kwa msimu uliopita. Hili labda kwa namna moja ama nyingine linahamasisha kiasi gani kufanya bora katika michezo hii na michezo inayokuja endapo mtafanikiwa kuqualify ili kuvuka kile ambacho mlikifanya msimu uliopita? Nafikiri kuteuliwa kuwa miongoni mwa vilabu bora haijaja bahati mbaya. Ni kazi ambayo klabu imefanya katika mashindano ya nyuma. Kwa hiyo kitu kizuri ni kuendeleza yale mazuri. Kwa hiyo sisi tunataka tuendeleze haya mazuri ambayo kama alivyosema tuweze kuendelea kufanya vizuri kwenye mashindano haya na tuweze kupata tuzo kama hizi ambazo ziko mbele yetu. Kocha, nikirifa mchezo uliopita kipindi cha pili kuna muda kama mliondoka katika namna hiyo ya uchezaji na mkaanza kupiga mpira mirefu isiyo na faida, na baada ya mchezo mwalimu alizungumza kwamba namna ambavyo mmeingia kwenye aina ya pinzani ya kucheza na ile pressure ni kama ilikuja kwa katika mazoezi, pengine mmefanya hili kuhakikisha licha ya matokeo yote yanayotokea na baki katika rhythm yenu, lakini pia tukipenda kufahamu hali ya Wilson Nangu aliumia kwenye mchezo uliopita na kutoka kwenye jina la Jabir. Ni kweli, na nafikiri mpira ni mchezo ambao una moment nyingi sana. Ni mpira ambao huwezi kucheza katika style moja katika dakika 90. Lazima moment zote ziwepo. Kuna kipindi mpinzani atakubana, utacheza long ball, kuna kipindi utacheza. Kwa hiyo nafikiri ni vipindi ambavyo vilitukuta katika mechi iliyopita, lakini sisi kama Simba tunapenda tucheze mpira ambao ni mpira wa pasi, mpira wa kunani. Kwa hiyo nafikiri tulivyorudi kwenye uwanja wa mazoezi tuliweza kufanyia yale ambayo tuliona hayakuwa mazuri katika mchezo uliopita, na yale mazuri tuliweza kuyaongezea. Kwa hiyo nafikiri mechi ya kesho itakuwa ni mechi tofauti kabisa, tofauti na mechi ambayo iliyopita. Swala la Nangu yuko vizuri. Bajabiri kishaanza mazoezi sasa hivi, ni swala tu la kutafuta fitness level yake, lakini tayari majeraha ameshamwachia na sasa tupo naye mazoezi. Yes, coach. Tayari una magoli 3 ambayo ulipata kwenye mchezo wa ugenini. Naamini Singizini hawana cha kupoteza kwa atakuja kwa kushambulia. Namna gani ambavyo wewe unajiandaa kuzuia mashambulizi, na tutegemee mabadiliko yoyote kwenye kikosi ukilinganisha na kilichocheza first leg? Nafikiri nimekwisha kujibu mwanzoni. Kweli tuna mtaji wa goli 3. Kitu cha msingi kwetu sisi tutataka tupate magoli zaidi, lakini tusiruhusu nyavu zetu kuweza kuguswa. Kwa hiyo tutaingia kwa umakini sana na discipline hali ya juu sana katika mchezo wa kesho. Swali moja la mwisho, kocha.
Coach, mchezo uliopita tunakosa mshiriki wenu katika dimba la Benjamin Mkapa. Mchezo huu umeruhusiwa kuingia. Labda una lipi la kuambia wana Simba kuelekea mchezo? Kikubwa kwanza ni wape pole, kwa sababu mashabiki wa Simba wamekuwa na watu ambao kiukweli wamekuwa wakija kutupa support sana na wana utaratibu wa kuja kwa wingi sana uwanjani. Kukosekana kwa mechi hizi tumewamisi, na wao nafikiri wamekuwa wakitumisi sisi, lakini nafikiri sasa kesho ni siku yetu. Ni siku yetu, na nawaomba wana Simba waje kwa wingi, watupe support, na sisi tunawaahidi kwamba hatutawaangusha katika mchezo wa kesho. Tutafanya kile kitu kila mwana Simba anahitaji sisi tukifanye kesho. Na huyu ni kocha wa Simba Sports anatoa namna ambavyo ataingia mchezo wa kesho, wakiwa na mchezo matatu kwenye mchezo wa ugenini, na kesho watakuwa wako nyumbani dhidi ya Singizini, mchezo wa marudiano, mchezo ambao unaweza kupata tiketi ya kufuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa sasa captain wa Simba Shomari Kapombe, kwa niaba ya wachezaji, kesho mchezo mwingine muhimu mbele ya mashabiki wenu ambao mliokosa kwenye mchezo ambao imepita. Habari za asubuhi. Kwa upande wa wachezaji na kwa niaba ya wachezaji, tumejiandaa vizuri kuelekea katika mchezo wa kesho. Sisi kama wachezaji tupo tayari na tumeshapokea mafunzo mengi kutoka kwa benchi letu la ufundi kuelekea katika mchezo huu. Tuna imani mchezo huu ni mchezo wa pili. Utakuwa ni mchezo wa tofauti kwa jinsi ya maandalizi ambayo tumeyafanya katika wiki nzima. Kuna makosa ambayo tuliweza kuyafanya katika mchezo uliopita, walimu wamejaribu kuyafanyia kazi na kutengeneza kitu kipya ambacho tunaenda kukifanya katika mchezo huu. Utakuwa ni mchezo mzuri, na sisi kama wachezaji tutakuwa katika furaha kubwa ya kuweza kucheza mchezo huu mbele ya mashabiki wetu. Utakuwa ni mchezo mzuri na mkubwa sana, na sisi tuko happy kucheza mbele ya mashabiki wetu ambao watajaa kwa wingi na watajitokeza kwa wingi kutupa support. Wewe ni mmoja wa wachezaji ambao umechaguliwa kuongoza mchezo wa Afrika. Inakuhamasisha kiasi gani kwenda katika mchezo huu, lakini pia mnataka kuendelea kuandika historia kiasi gani kama klabu ya Simba kuendelea kufuzu hatua ya makundi hii mara ya 7 pengine kama tunaongoza goli 3 ambazo tumezipata katika mchezo uliopita. Dakika 90 ambazo za mchezo uliopita zimepita, na hizi ni dakika 90 mpya. Tunajua mchezo wa mpira jinsi ulivyo, na ndio maana tulikwenda katika viwanja vya mazoezi kufanya maandalizi, kwa sababu tunajua huu ni mchezo mpya na dakika 90 nyingine kabisa ambazo zinahitaji umakini wa hali ya juu. Kwa hiyo sisi tumejiandaa vizuri kuhakikisha tunapata ushindi ambao unaweza kutufanya kuingia katika hatua ya makundi kwa kishindo kikubwa, kwa sababu kutokana na miaka mingine yote iliyopita hatua kama hii tulikuwa tunapita kidogo, mechi ziko tofauti na hii ambayo tunaongoza goli 3. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri. Mimi binafsi kama ulivyouliza, nimekuwa katika kinyang'anyiro cha tuzo. Kitu cha kwanza ambacho mimi huaga nakifanya ni kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo na tunafanya vizuri, na tunahakikisha kwamba yale malengo yote ya timu yanakuwa mbele, alafu mimi nafuata nyuma. Mashabiki wategemea nini, lakini pia kutokana na hicho ambacho anazungumza mwalimu, nini kama wachezaji tumekichukuliaje, lakini pia kama captain
unazungumza nini na wachezaji pia kwenye timu cha kesho? Kama nilipotangulia kusema kwamba mchezo wa kwanza tuliweza kucheza tukashinda goli 3 kwa 0. Hatukuweza kuruhusu goli, lakini kulikuwa na makosa mengi tumeweza kuyafanya, hususan katika defensive tuliweza kufanya makosa mengi. Kwa hiyo yale makosa ambayo yote tuliyofanya, ingawa tulikuwa tujaruhusu goli, walimu waliweza kuona, na ndio maana tukarudi katika viwanja vya mazoezi kuyafanyia kazi ili kuweza kuyapunguza makosa yasiweze kuwa mengi. Kwa hiyo na imani kutokana na mazoezi ambayo tumeyafanya na makosa yote ambayo tumeweza kurekebisha kutoka katika benchi letu la ufundi, kwa hiyo na imani kwamba mchezo wa kesho utakuwa vizuri, na yale makosa yote ambayo tulikuwa tumeyafanya katika mchezo uliopita yote yatakuwa yamepungua, na nadhani kwa upande wetu sisi mabeki utakuwa uko salama zaidi, na tunawaachia eneo letu la ushambuliaji waweze kufanya kazi ya ziada ambayo walioifanya iwe zaidi ya ile walioifanya katika mchezo uliopita. Shomari, mimi nilikuwa na swali. Umekuwa na kipindi vizuri sana ukiwa na Simba Sports michuano hii ya kimataifa, lakini kwa mara ya kwanza unaenda kama kapteni mkuu kwenye michuano hii na ukiwa unaipigania timu kwenda hatua ya makundi. Hii ina tafsiri gani kwenye karia yako wewe binafsi? Cha kwanza naweza kusema kwamba ni nyakati ngumu na ni kazi ngumu kuiongoza timu kubwa yenye mashabiki wengi Tanzania katika mashindano kama haya. Kwa hiyo jukumu hilo mimi binafsi nimelibeba na liko katika mgongo wangu kuhakikisha kila hatua tunayofikia